Toka Marekani ameanza kuimiliki dunia kwa kutokea miaka hiyo, hajawahi kukabiliana na adui mwenye nguvu kuzidi Irani, hajawahi. Mwisho wa yote kuna watu watatolewa kafara, wakiwemo Netanyahu, akiwemo Trump mwenyewe. Sasa ugumu wa hili kulimaliza au ugumu wa kumaliza haya matatizo unakuwa ndani ya madai. Kuna madai Israeli anamshinikiza Marekani aendelee kubaki kwenye mzozo mpaka atimize malengo yake. Hali ya kuwa Marekani kadri anavyobaki kwenye mzozo, ndio kama unajua mtu anajikanga kwa mafuta yake mwenyewe, anazidi kuumia kwa kujikanga. Na Irani wameenda kuonyesha kitu tofauti kabisa. Nadhani toka kuanzishwa kwa Marekani na utawala wa dunia. Unajua Marekani ameikamata dunia na kushikilia petrodola katikati kuanzia miaka ya 70 na so toka Marekani ameanza kuimiliki dunia kwa kutokea miaka hiyo, hajawahi kukabiliana na adui mwenye nguvu kuzidi Irani, hajawahi. Marekani alishirikiana na washirika wake kuingia Libya, kuingia Vietnam, kuingia Iraki, kuingia Afghanistan, katika maadui ambao walikuwa ni dhaifu sana. Leo hii Marekani amekutana na adui mwenye nguvu sana. Ndio maana unaona kuwa hata mashambulizi ya jana yaliyotokea, Trump bado anazungumza kuwa tuko kwenye ceasefire. Hii ni nadra kuona Marekani unaweza kumpiga kofi la kushoto na kugeuzia la kulia nipige, na anatulia pembeni anakaa. Kwa hiyo ni majibu tu ya upande wa pili kuwa yuko na adui mgumu sana ambaye hawezi. Adui ambaye tayari anaona njia zake za kujinasua kutoka kwenye kadhia ya unajua Irani wanapitia economic crisis kwa zaidi ya miaka 47 toka kuanzishwa kwao 1979. Wamekuwa kwenye vikwazo vikubwa, lakini sasa hivi wanaona kama kuna green light mbele, ishara ya wao kutoka hapo wakiwa bora na imara zaidi. Ndio maana kila walichokishikilia hawataki kukiachia. Hormuz wameshikilia na hawataki kuiachia. Kila ambacho wanahisi ni cha kwao wamehakikisha kuwa wanabaki nacho, na wanaamini nguvu ya upande wa pili haiwezi kuwatoa kwenye nafasi yao. Sasa mazungumzo yanabaki kuwa ni magumu, kwa sababu uhitaji wa Marekani unaakisi kile Israeli anataka. Israeli anataka Irani lazima aachie enrichment zile ambazo tayari ziko process, yani zile urani ambazo zimeisha kuwa zimerutubishwa, anataka aziachie, lakini wakati huo akubali kuwa ataipeleka zero enrichment yake, kitu ambacho Irani wanasema kuwa halitokuja kutokea katika maisha yao, kwa sababu wanasema kuwa ni haki yao ya kisheria. Nchi zote duniani zinayo haki ya kurutubisha urani. Sasa Irani wanasema hii ni haki yetu ya kisheria, haihitaji hisani ya nchi yoyote. Sasa Marekani anakuwa kwenye dilema kubwa, anashindwa aamue kipi, kwa sababu unafahamu kuwa wanasiasa wa Marekani wengi ni lobbying wa Israeli ambao wanamilikiwa na mashirika ya kizayuni ya Israeli, na amewalipa fedha kuwa hapo, na walisaini mikataba ya kuitetea Israeli popote. Sasa hili ndio ambalo linalosumbua zaidi. Sasa ukisema kuwa dunia itatokaje hapa, bado ni kitendawili kigumu sana. Mwisho wa yote kuna watu watatolewa kafara, wakiwemo Netanyahu, akiwemo Trump mwenyewe. Yanaweza wakakutana na hii kafara kuwa wao wakawajibishwa, kwa sababu kuna wakati tunaondoa matamanio ya mtu binafsi, tunakwenda kwenye kunusuru nchi ibaki kuwa nchi, kwa sababu watu hupita lakini nchi inabaki kuwepo. Huenda tukalishuhudia hili hapo baadaye, kwa sababu hali ni ngumu kwa pande hizi mbili, kuwa nini wanakipata. Irani hataki kumpa chochote Trump ambacho kitaashiria ni ushindi wake, japokuwa Trump ameonyesha ishara nyingi za kutaka kutoka kwenye mzozo, lakini katika ile ishara ya kuwa hebu nipe chochote angalau niweze kurudi nyumbani kwangu, nikawaonyeshe wanangu au familia yangu kuwa nilikwenda kuwinda, nimevuna hiki. Na Irani hawataki kutoa hiyo nafasi kwa Marekani kumuonyesha kuwa chochote tutakupa cha ushindi. Wameshikilia pale pale waliposhikilia. Sasa hapa hatujui yajayo. Mambo yanayoendelea duniani yanaendelea mengi. Unajua tumekuwa katika wakati mgumu. Unajua sasa hivi mfano tunapitia bei kubwa sana ya mafuta, na hii kadhia sio kuwa tunakutana nayo sisi, ni dunia nzima imekuwa hivyo. Bei ya mafuta duniani haijatulia kabisa kwenye soko. Sisi sasa hivi hapa Dar es Salaam tuko 4100 na lakini huko mikoani wengine wananunua mpaka 4300 kwenda juu. Kwa hiyo hii hali ni inaakisi kile kinachoendelea pale Mashariki ya Kati, hasa mzozo mkubwa ambao umekuwa pale kati ya Irani, Marekani na Israeli, na kwa sababu kumekuwa ni kitendawili kigumu kutatua, hali ndio imezidi kuwa mbaya zaidi. Sasa ukitafuta nini kinaendelea Mashariki ya Kati, huwezi kuipata picha ya moja kwa moja, kwa sababu kila upande umekuwa ukijaribu kutueleza katika nadharia yake. Upande wa pili wa magharibi ambao wanamiliki vyombo vingi vya habari vya nje, wanajaribu kututengenezea hadithi ambayo ionyeshe kama kuwa kuna faida fulani ambayo wameipata katika mzozo ule au wameshinda kile kitu, lakini nadharia halisi inakataa, kwa sababu kama majibu ya ushindi ambao wanaudai, basi nafuu tungeiona kwa pande zote.
Kuna nadharia mbili ambazo mfano zinashikilia katika kile kitu kinacho mgogoro mkubwa Hormuz. Irani wamefunga, hakuna meli ambayo inapaswa kupita pale, lakini Marekani amekuwa na ajenda ya kufungua ili meli ziweze kupata nafuu ya mafuta duniani au nishati au vyovyote au kero ambayo dunia inamsumbua aondokane nayo. Sasa tukiangalia nadharia halisi tunaona kuwa Hormuz still imefungwa. Maanake unapata jibu kuwa anayemiliki Hormuz ni nani. Maanake kama ingekuwa nadharia ya pili inafanya kazi, tungeona majibu tofauti. Kwa hiyo tunapitia ukali au ukakasi wa hiki tunachokipitia kwa sababu kuna aliyeamua tupitie hivyo, ambaye ndio ajenda yake imekuwa hivyo. Irani wamekusudia kuipeleka mafuta yafike dola 200 duniani, ajenda yao. Na Marekani anakutana na kadhia kubwa ya mashindano hivi sasa duniani kuwa yeye, unajua shida ya uchumi wa dunia unavyocheza, lawama zinakwenda kwa Marekani. Sasa anajaribu kuclear marafiki zake, kuclear ulimwengu na kujaribu kurekebisha hali yake ya uchumi. Raia wake wanapiga kelele, mafuta sasa hivi ndani ya Marekani yamepanda sana pia kama kwingine tu. Kwa hiyo yeye anajaribu kupigana katika vita hiyo. Irani anajaribu kupigana vita katika kuikandamiza Marekani na dunia ili isije ikathubutu tena kuungana na Marekani katika uvamizi dhidi ya Irani. Sasa hiki tunachokiona kwenye Hormuz ni majibu halisi kabisa kuwa Hormuz iko chini ya udhibiti wa Irani na hakuna swali jingine ambalo tunaweza tukaongeza hapo. Kabla ya mzozo huu, katika maoni yangu niliwahi kuyatoa nikasema kuwa unajua kulikuwa kuna mazungumzo ambayo yalikuwa yakifanyika wakati huo. Mazungumzo ambayo yalifanyika katika awamu mbili. Tuliona kabla ya ile 12 days war walifanya mazungumzo raundi 6, alafu wakaja wakafanya baada ya vita tena wakaja wakafanya mazungumzo mara 3 na ikashindikana yote. Maoni yangu yalikuwa ni lazima wapigane. Niliwahi kutoa maoni nikasema ili hawa waweze kumaliza huu mzozo lazima wapigane. Baada ya kupigana mwenye nguvu atajulikana na asiye na nguvu atajulikana. Halafu wataweza kukaa pembeni, tutazungumza. Sasa leo hii ambacho kimekwamisha zaidi kuwa mzozo una mzozo ndani. Marekani ameingia na Israeli katika kutetea maslahi ya Israeli, sio maslahi ya Marekani. Hata wa Marekani zaidi ya 70% wanalielewa hilo kuwa tumeingia kwenye vita sababu ya Israeli, sio sababu yao wenyewe. Ukiondoa uwezo wa kijeshi, Iran ni moja ya nchi yenye uwezo mkubwa sana wa kijeshi. Kwa pale Mashariki ya Kati ukitazama renki utaona wako nyuma ya Uturuki katika nchi zenye uwezo mkubwa wa kijeshi. Lakini sasa ukiainisha kwa vigezo unaweza kusema kuwa Iran anaweza kuwa kinara wa ubora wa kijeshi Mashariki ya Kati kwa sababu unajua Uturuki ni NATO na Uturuki anapewa msaada mwingi na Magharibi, hana vikwazo vyovyote ambavyo vinaweza vikamfanya hivyo. Lakini Irani jeshi lake liko kwenye vikwazo kwa miaka 47. Sasa unapokuwa kwenye renki hizo za hali ya juu, hiyo inaashiria ukubwa. Kwa hiyo ni mkubwa sana. Kama angekuwa ameachiliwa kama wengine, huenda tunasema angekuwa mkubwa sana. Lakini si tu kuwa uwezo wa kijeshi. Unapozungumza uwezo wa kijeshi wa Irani na ukifanisha uwezo wa kijeshi wa Marekani na Israeli, utaona kuwa ni tofauti kubwa sana. Hapo sasa unazungumza kati ya mbuzi na tembo, kuwa kuna tofauti kubwa sana. Irani alikuwa na mkakati wa vita na vita akaichezesha katika mkakati. Hakutaka kufanya bato na Marekani ya moja kwa moja. Na mara kadhaa nimekuwa nikizungumza kama Irani angetaka kupigana na Marekani vita kwa vita, una silaha kiasi gani na una uwezo kiasi gani, basi tusingeenda hata wiki ya pili Marekani angekuwa ameumaliza mchezo kwa sababu uwezo mkubwa wa Marekani wa kijeshi ni mkubwa zaidi. Lakini Irani ni kama ile kuwa unasema kuwa mkakati kuwa unautanua mchezo, kuwa aliamua kuutanua uwanja, kuupeleka pembeni. Matokeo yake kuwa ukawa unaleta madhara kutokea ndani. Unajua mwanzo wa vita hii Marekani na Israeli walikuwa wamekusudia hasa waibue vurugu ndani ya Irani. Yani kuwa watu wangehisi hali ni ngumu ndani ya Irani na mambo yangekuwa magumu zaidi. Hilo ndio lilikuwa kusudio lao, lakini imekuwa ni kinyume. Ndani ya Irani imekuwa solid, lakini vurugu zimehamia kwenye nchi zao na vurugu zimekuwa mfano Marekani, hali sio nzuri, mafuta yamepanda bei, watu hawaelewi. Kura za maoni zinaonyesha juu ya 77% ya watu hawamuelewi Donald Trump anachokifanya. Ni kiwango cha hali ya juu sana. Kwa hiyo kile walichokitarajia ukifanya ndani ya Iran kimetokea kwenye nchi zao. Kwa hiyo wakati mwingine walikuwa wamekusudia hilo. Sasa ukisema Iran amefanya hivi kwa sababu gani? Iran anajua kucheza vita hii na kilichomsaidia peke yake ni ule mkakati wake wa mlango wa bahari ya Hormuz ambao umekuwa pale. Unajua ule mlango kwa madai yao ni 20% ya nishati inapita pale, lakini kiuhalisia sio 20, ni zaidi ya pale. Ingekuwa 20 tusingeogelea kwenye haya madhara ambayo tunayoogelea hivi sasa. Maana ni zaidi ya hiyo 20. Lakini si tu kwa 20%, eneo hilo ndio lenye washirika wa karibu wa Marekani ambao ndio wadhamini wa petrodollar wanatumia hapo. Kuna nchi hazina njia nyingine yoyote ya kupitisha: Qatar, Kuwait,
UAE hana njia nyingine zaidi ya Hormuz. Saudi Arabia 35%, lakini Iraq asilimia zaidi ya 85. Na unafahamu kuwa tangu mwaka 2003 Marekani iliuteka nyara uchumi wote wa Iraki, na mauzo yote ya mafuta ya Iraki yanaingia kwenye benki za Marekani, petrodollar inafanya kazi. Sasa Irani kaufunga huu mfereji. Kwa hiyo Irani ameenda kushika uchumi wa Marekani kwa kiwango cha hali ya juu. Kwa hiyo matokeo ya kushika uchumi ndio haya unayoona dunia inakwenda. Kwa hiyo ukisema kimkakati kuwa Irani walipiga vita ya kimkakati, lakini hawakupigana vita kama ya mabomu ya uwezo wao, licha kuwa wana uwezo mkubwa, lakini hiyo ilikuwa ni sehemu tu, ila wao vita yao kubwa ilikuwa ni ya vita ya kimkakati zaidi. Ukisikia kauli ya Barack Obama juzi, anasema kuwa haya yaliyomuingiza Donald Trump kwenye vita nililetewa mimi wakati niko ofisini na hao wa Israeli katika madai hayo na niliyakataa. Kwa hiyo tukitafuta ajenda tutaona kuwa ni ukubwa wa Mashariki ya Kati. Nadhani Israeli walifahamu kuwa tishio kubwa la ukubwa wao wa kutengeneza Greater Israeli ni Irani, na wamekuwa na wasiwasi kuhusu Irani kumiliki nyuklia, wakiamini kabisa kuwa iwapo Irani atamiliki nyuklia, wao watakuwa kwenye tishio kubwa zaidi la kutoweka kwao. Kwa hiyo inabaki kuwa ilikuwa ni vita ya Israeli. Sasa kilicho nyuma ya hili ni ile lobbying ya wanasiasa wa Marekani, kupigwa lobbying na Israeli, na wao kulazimishwa watekeleze kile Israeli anataka kukifanya. Kwa hiyo ni kama Israeli ni kama chip ndogo iliyo kwenye kichwa cha robot kubwa ambalo ni Marekani. Kwa hiyo analipeleka katika njia ambazo anazotaka. Nyuma ya hili ni Israeli kutafuta ukubwa ambao sasa umekutana na kigingi cha Irani. Mara hii Irani anakaa kwenye meza akiwa amegen zaidi kuliko alivyokuwa. Mfano, mara ya mwisho ya mazungumzo ya Iran na Marekani, naweza kusema Irani alikuwa anashikilia 30% ya mazungumzo. Kwa hiyo 70 ilikuwa inaamuliwa na wao, na ndio maana waliamua kuingia kwenye vita. Lakini mara hii unapokaa kwenye meza, Irani anashikilia 60% ya mazungumzo, wao wamebaki na 40. Kwa hiyo unaweza ukaona mabadiliko haya. Kuna wakati wewe unapanga, Mungu anapanga. Lakini mara zote wanasema mipango bora zaidi ni mipango ya Mungu, sio mipango yetu.